Ibu umesikia, najua mtasikia. News Kenya, kazi Rigathi Gachagua, John Medhu, Caleb Hamisi, Linda Mwananchi wamefanya. Musalia Mudavadi imebidi aambie President William Samoei Ruto indirect that 2027 hatuwezi shinda kura. I wonder. Asongo yeah. Wakenya hawatutaki, ikabidi aambie maaskofu wa Catholic that walete waongee na United Opposition wakina Linda Mwananchi wakina Caleb Hamisi watafute suluhisho kwa sababu wameona hawawezi shinda. Mimi sitaki niongee vibaya, lakini wacha niseme ukweli. Kupima kwangu, nimekaa na Musalia, nimekaa na Wetangula. Akili ya Wetangula na ya Musalia ikiunganishwa imeshindwa na huyu Salasia. Songo mbona wewe? Isaac Mwaura anatuambia do not leave the government. We apologize for anything we did wrong. Isaac Mwaura, apologies cannot bring back the lives we lost. Oh my God. Kama ni kuwasamehea, we've already forgiven you. But we've already left the government, god damn it. Si tuko the other side. Sisi ni wa one term. Mimi nitakimbiza yeye kama baiskeli ya kuibiwa. Harambe! Harambe! Unasema ni one term. Ataenda one term. One term. Wewe William Ruto. Wewe Kasongo. Wewe muuaji. Wewe mwizi. After the Olkalao by-election shocker, the government side, the UDA side is coming to reality with the fact that Mount Kenya has left William Ruto and Mount Kenya will vote against William Ruto in 2027. So Felix Gosgei was rallying the Kalenjin community akiwaambia ati saa hii mambo imekuwa ngumu sana, lazima hao wenyewe wachukue kura fight. Lakini the truth of the matter is that hakuna voting block Kenya does favor Mount Kenya. Na the candidate who has been carrying the day in Mount Kenya has always won the presidency. That is the truth that you cannot run away from. Angalia Uhuru Kenyatta, angalia William Ruto. 47% ya kura yake ilitoka Mount Kenya. So what we are saying is that in 2027, without Mount Kenya voting block, it is impossible for William Ruto to become president. There is no conceivable formula that you can use to become president of Kenya that does not involve getting significant support from Mount Kenya region. We, ni ukweli ninasikia Bolt ilichukuliwa usiku. Bolt iliwent. Na rafu utu watu gas. Musikae na watu watu sana. Mutaota nimeambiwa spiritually. Utu watu gas. Tunatokelezea watu kwa ndoto. Watu wanaona tu gas tunacheka. Alafu mattress ya GOK munalalia serikali. Mtu akijaribu kufanya ile kitu kwa hiyo mattress mutaza watoto wako na deni. Mtu asijaribu kufanya ile kitu kwa hiyo mattress, ni mbaya. Tafadhali, hiyo mattress don't use it for personal use. Sasa achia wageni. Kuna hizi mattress zenye watu waligawiwa pale Olkalao. Zile zenye serikali ilikuja ikawapatia. Sasa Senator Medhu wako tu kwa mkutano anatafutia Sami kura. Si wananchi wamekuja na mamattress wote kwa mkutano ya kutafutia Sami kura. Senator kauliza mnafanya nini mattress? Tumeleta mattress kwa sababu hospitali zetu hazina mattress. Wananchi wameambia Senator Medhu hizi mattress zote inafaa zikuwe kwa hospitali. Wamepeleka kwa hospitali za Nyandarua zote mattress. Wamepeleka, wamesema wazi lalia wagonjwa wenda walalia hizo mattress. Ni mbaya. Tuliwaambia. Si tuliwaambia. Huko hakuna mtu mjinga. Hata zile speedboats zile.
zitarudishwa Mombasa. Zitapelekwa Mombasa, ziende zisaidiane huko. Hizo tena hatuoni kama zitakaa. Hizi ni mattresses zimeletwa zikapelekwa hospitali. Uenda Olkalau ndio Kenya. Uenda sisi ni kama tuko Uganda, Tanzania. Olkalau ndio Kenya. Si ati nini, huko ndio Kenya. Ni mbaya. Anyway, I'm just over here feeling all Kalish. And I've never told the world before that my middle name is Kamau. But now that we are all Kalau, na kuna Douglas Kamau, my name is Alvan Kamau Gatito. So Felix Gosi, ungeambia watu ukweli, watu wa nyumbani ukweli, na uwaambie 2027 ni one term. Wa prepare William Ruto kuja nyumbani. Juu pande hii yetu ni mbaya, mambo imekuwa ngumu kwake. Wewe professor, you are our son. Mama, I want to tell you because you are our son. Ukipata shida hapo mbele, because utapata. Welcome back home. Hello. Zindio? Huyu leo mtu mfupi amepangiwa na Kasongo. Saa hii they don't see him like anybody. And I've sent word to him. Nimetuma mtu rafiki yake nimemwambia be careful. My friend, when something is bad, condemn it. Speak against it. Gachagwa's utterances kwamba watalii investors wasije Kenya ni mbaya. Kwani hii goons ndio umeanza kuiona leo? Hata Gachagua akiwa DP kulikuwa na goons. Wakati wa maandamano ya Raila, you know, we forget so fast. Wale watu walikuwa wana shoot gari za Raila na bullets. Walikuwa kina nani? Kama si hii squad sahihi iko sahihi, Gachagua anasema ni goons. Yeye akiwa DP, Raila alikuwa akitangaza maandamano. President Ruto anapanda ndege anaenda nje. Anaacha Gachagua in charge. Wale watu walikuwa na shoot gari za Raila na bullets. Walikuwa kina nani? Kama si the same squad. Sasa sahihi ndio Gachagua anaona kuna goons. Mnasema ati yenyewe kuna by that time hakukuwa na au goons. Walikuwa na shoot gari ya Raila bana. When something is bad, condemn it. Na mimi nikiona pahali tunaelekea, mimi it's my duty as a leader in this country to say even our tourists, they are no longer safe in this country. There are just too many goons everywhere. And because hatutaki kuharibu utalii ya nchi hii, I want to call upon tourists to suspend their visit to Kenya until next year. Tumalizane na hii administration, we deal away with the goons and rogue policemen, then ndio mkuje. Mimi unajua huwa na mimi sitegemei one side. Mimi kama kitu ni mbaya, I'll say it as it is. Huwezi sema as a leader, huyo alikuwa DP. When he speaks, maneno yake inaenda international. Huwezi chukua mic useme wageni wasije Kenya. Hao watu wenye wanafanya kwa hotel industries, watu wako kwa transport industries, watakuwa wanafanya kazi gani? Leo Rigathi Gachagua amejua that viongozi wa coast pia hao ni clueless kama cabinet secretary wao wa usalama, kwa sababu Rigathi Gachagua alisema vizuri that wale watu ambao walitumwa kupiga watu wale Kalau kuwaumiza na kuwarep ni ma-DCI kutoka kwa serikali. Kipchumba Murkomen akasema that hao si watu wa serikali, wanafanya uchunguzi. Sasa Rigathi Gachagua akisema that usalama wa nchi uko hatarini, watalii wasitembee kwa nchi. Nyinyi watu wa coast mnaona that nyinyi ndio mnapigwa vita. Kwani watalii wanatembea coast peke yake? Kuanzia hii mwaka mpaka next year, mutapewa mpaka boat. Mnaona vile Olkalau bas wanakaa, mkiingia box mtaumia na kuambia hao wote samaki ameoza, tunang'arisha yote. Game over. Guy. Hebu sikizeni. Nilisikia msemo mwingine ilitoka na Rigiji. Na huyu mtu hapa upstairs ako sawa. Ati alisema Mkikuyu anakaa kuku ya kienyeji. Na ni kweli, nimekuja kuamini ni ukweli. Ati Mkikuyu anaweza kula male wanaitangwa wale wadudu wanatokanga kwa kaudang, ile kinyeshi ya ng'ombe, ile mauchafu anaweza kokota mauchafu yote. Akule hiyo mauchafu yote. Mauchafu si unaona mashida hii kutoka hivi. Lakini kwenda kutaga anajua mali anatagia mayai yake ama yai yake.
Na ni ukweli. Mkikuyu unaweza ukamulisha takataka yote, atangangana, au mweke kwa matope atangangana, au mweke kwa ile mauchafu yote, lakini siku moja anajua vile anafanya. Na ni ukweli. Hiyo ni kitu nimekuja kujua ukweli. Hiyo ni ukweli. Hata heri ningezaliwa nikiwa Mkikuyu. Said this issue of Mount Kenya having the highest number of voters was pure propaganda that was brought and put there by the former presidents like the likes of Jomo Kenyatta or the likes of Uhuru Kenyatta, now the likes of Mwai Kibaki. Because they are Kikuyus and they come from that tribe, they came up with a propaganda suggesting and purporting that they are the people with the highest number of voters in this country. But in real sense, they don't have the highest number of voters. Remember, Mount Kenya doesn't practice polygamy. Mount Kenya wazaani sana, wanazanga sijui watoto 4 5. Ask yourself as a Kenyan. Hawa watoto wengi wenye wanasema wako na ati kura mingi, zinatoka wapi? These people have been using the old register, the dead voters, na nawaambia, hii 2027 watashangazwa sana. They'll be surprised. And what we are begging you and what we are requesting you, tafadhali, you guys are hell-bent to causing violence. Hamjai kubali ati mmeshindwa. That is why you see Rigathi Gachagua is now saying he will mobilize 1,000, I don't know how many youths. To do what? To guard and safeguard what their votes. I don't know what he said something about that. The same thing that Kina Jomo Kenyatta did when they wanted to take power ile back them in the days. They recruited young people, the Mau Mau. They used the Mau Mau, wakawatumia. What happened to the Mau Mau? The boys were later killed wote, and the remaining ones who were in the forest waliitwa, na kabla Jomo Kenyatta wape hata kitu, he sent them home. Heri ningezaliwa nikiwa Mkikuyu. Wakikuyu. Nyinyi ni watu wa maana. Wakikuyu ni watu wa maana. Na siogopi nikisema hivyo, Wakikuyu ni watu wa maana, hawa kabila hawa. I'm proud of. Watu wa Nyeri, Moriega, Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono, msalimie watu wa Nyeri. Hamjambo. UDA. You know, it's very easy for you to wake up a man that is sleeping. Even if he's in a deep sleep, it's so easy, but it's very dangerous and very difficult for you to wake up a man that is pretending to be asleep. That man can harm you. That man can do something so dangerous to you. You understand? Because all that while that man has been actually observing, scanning and restructuring. And that is the people of my Mlembe nation, the Luhya people. All this while they have not been stupid, they have not been coward. Their silence doesn't mean that they are cowards. They have been restructuring, and our time has come for them now to show you who they are. We know ourselves that we have got good numbers. Some of you, even some of your ladies, you have run away with our kids. We know that. Some of you claim you've got numbers, and some of those people are our children. We know it. Lawyers, we don't give birth to 1 or 2 children. Triple. Wawili tukisonga mbele. So some of you still have our votes where you come from. Lawyers are so many, and we understand that. Hey, watu ni wakora. Alafu sasa angalia Waluhya. Huh?